Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Muungano chimbuko lake ni nini? Muungano huu wa Tanzania kati umesema Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika ni zao la fikra za kimajumui Pan-Africanism ambazo zilianzia kule nchini Marekani. Nazungumzia muungano mpaka ukafikia waka-officiate wakaurasimisha. Na tunatumia neno kuurasimisha. Mwalimu na Karume, mzee Karume waliurasimisha kwa sababu tayari kulikuwa na mahusiano ya kidugu kati ya watu wa Tanganyika na watu wa Zanzibar kabla ya muungano na kabla hata ya uhuru na kabla ya mapinduzi ya Zanzibar. Akina George Padmore, akina James, akina William Du Bois kule nchini Marekani waliendesha zile harakati za kutaka mtu mweusi atambuliwe utu wake na kuthaminiwa na kuheshimiwa. Zile ndio zilisambaa Afrika, wale weusi wa Marekani zilisambaa Afrika. Nakumbuka ukisoma mkutano wa pale Lancaster mwaka 1945 ambao ndio ulitoa picha halisi ya fikra za kimajumui ambazo ziliweza kusambaa huku bara Afrika. Na ule mkutano walikuwepo Mwalimu, walikuwepo Nkrumah. Sasa walipotoka kule ndio wakaanza kuzisambaza. Ndio maana upande huu wa Afrika Mashariki na Kati kuna kitu walikuwa nakiita Pathmaker, Pan-African Movement for Eastern and Central Africa. Walianzisha umoja huo. Yote kwa ajili ya nini? Kujenga fikra za kimajumui za kuunganisha bara la Afrika. Mwaka 1959 pia ulifanyika mkutano Zanzibar, Pathmaker. Kwa unaweza kaona kwamba Karume alikuwa pia na fikra za kimajumui na Mwalimu. Na pia vile vile ulifanyika, nafikiri ilikuwa ni Kenya mwezi Septemba 1959. Kwa hiyo yote ilikuwa katika kuona namna gani bara la Afrika linakuwa moja. Na umeongea kwamba kulikuwa na hatua mbalimbali kwamba ili kuweza kufikia kuwa ile United States of Africa, ilikuwa kwamba tuanze angalau kidogo. Kulikuwa na fikra kwa kina Nkrumah ambao alitaka tuungane mara moja. Lakini Mwalimu alitaka kwenda na approach angalau twende kwa blocks. Tukaanza na East Africa, pengine baadaye tungeweza kwenda tutanue good enough. Sasa hivi tuanza na nchi 3, sasa hivi na tumesha tanuka mpaka 7 na wengine wanaweza kuapply kuingia ya 8. Kwa hiyo pengine mwisho wa siku tukifikia nchi zote 54 za Afrika. Kwa hiyo ilikuwa ni mchakato, ilikuwa hatua kama alivyosema wenyewe, hatua ya kwanza. Kwa hiyo ukiniuliza kabla ya muungano Zanzibar na Tanganyika walikuwa na mahusiano, walikuweje? Ndiposa anaweza kusema ya kwamba kama alivyosema huyu Marcus Seseho alisema taifa lisilo na mashujaa ni taifa masikini. Lakini taifa ambalo limejaliwa kuwa na mashujaa halijishughulishi kuwaenzi wala kuwakumbuka, hilo ndio taifa masikini zaidi. Sisi tuna mashujaa wetu, mzee Karume hayati na hayati Mwalimu Nyerere. Tunapoadhimisha miaka 62 ya muungano na kuenzi na kuendeleza huu muungano, tunakwepa ule umasikini zaidi kama taifa, kwa sababu tunawakumbuka kwanza kipindi kama hiki, lakini pili kuendeleza muungano mpaka sasa miaka 62 ni hatua kubwa sana katika kuenzi fikra za waasisi wa muungano. Kabla ya uhuru wa Tanganyika na kabla ya mapinduzi ya Zanzibar, tulikuwa na mashirikiano ya kisiasa, harakati za kisiasa. Na kuthibitisha hilo, mwaka 1957 wakati ASP inazaliwa kule Zanzibar, inaunganishwa Afro
Afro Association, ile Afro ile Shirazi Association pamoja na African Association zinaunganishwa kutengeneza ASP. Mwalimu mwaka 57 mwalimu alikuwepo wakati tano inazaliwa, ambao ofisi yao mpaka leo ipo. Yes. Na kuna watu wanaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo na kusema kwamba kulikuwa na mashirikiano. Ushirikiano ulikuwepo kabla ya uhuru wa Tanganyika mwaka 61 na kabla ya mapinduzi ya Zanzibar. Kulikuwa na mashirikiano, harakati za kisiasa wanashirikiana. Achilia mbali udugu wa kuoleana. Kumbuka wakati wa utumwa, ile biashara utumwa, kwa hiyo kuna Watanganyika wengi walikuwa wakipitishwa kule Zanzibar. Kuna Wanyamwezi wako kule walilowea huko. Hata Wazaramo unakuta wakina Mgaya wako kule. Kwa hiyo ni kwamba tuna udugu wa damu. Sasa kilichofanyika mwaka 64 ilikuwa ni officiate, kurasimisha muungano. Walirasimisha muungano. Tulishaanza kuungana informal wenyewe muda mrefu. Walikuja kurasimisha. Kwa hiyo tulikuwa tayari kwenye mahusiano. Umeniuliza kabla ya muungano hizi nchi mbili zilikuweje? Kwa hiyo tulikuwa tuna udugu, tulikuwa na mahusiano ya karibu, tulioleana na mambo kama vile. Sawa. Yes. Miezi mitatu baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ndipo tuliungana kurasimisha kama ambavyo unasema na kutambulika kwamba ni nchi ya Tanzania sasa. Imeungana na Zanzibar na Tanganyika kuungana, ikazaliwa muungano huo. Wakati huo bado Sultan Said Said alikuwa anatishia kurudi Zanzibar. Lakini baadaye baada ya kuungana ikaonekana kama jeshi letu na jeshi la kule yamekuwa na nguvu zaidi. Nikilisababisha pia hilo, ndio ilikuwa ni sababu pia nyingine ya kumfanya yule jamaa kushindwa kurudi Zanzibar, kwa sababu alikuwa anasema mara nyingi alikuwa anazungumza kwamba nitarudi, nitarudi kwa nguvu zaidi, lakini mwisho wa siku mpaka tunakuja kutangaziwa kwamba alifariki. Na sio kwamba amefariki muda mrefu sana, ni miaka michache sana nyuma hapa amefariki Said Said. Ni kwenye hii miaka ya 2010 na ngapi hapa ndio amefariki yule mtawala wa Zanzibar. Ndicho kilichomsababisha ashindwe kuweza kurudi tena Zanzibar, nguvu ambayo tuliungana nayo. Ama ni kitu gani? Unajua Zanzibar ukiangalia kwanza kiusalama, sa gateway, kwamba ni yani kwa usalama pia wa Tanganyika, ilikuwa pia ni muhimu sana Zanzibar kuweza kuungana, kwa sababu ya kule ni rahisi sana kuingia. Yes, unaona watu wenye nia ovu na taifa letu ni rahisi. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kuunganisha nguvu ili tujimarishe kiusalama na kiulinzi. Ni kweli usiopingika kwamba miezi mitatu baadaye ndio tukafanya muungano ili kumdhoofisha Sultan bin Abdullah asiwezi kurudi tena, kwa sababu umoja wanasema two is better than one. Mnapokuwa wawili ni bora zaidi kuliko mtu mmoja, kwamba mnakuwa mmeunganisha nguvu. Kwa hiyo kitendo cha kuunganisha haya mataifa mawili ilikuwa si rahisi kwa mtawala wa Zanzibar Said Said bin Abdullah kuwaza kwamba anaweza karudi tena kule kisiwani. Yes, kwa hiyo ilikuwa obvious. Sinza, muungano huu una tafsiri nini kwa Watanzania? Kwa maana ya kwamba una tija yoyote kwa Tanzania mpaka sasa, pamoja na yote ambayo imekuwa yakizungumzwa, kuna hiki, hawa ni hivi, hawa ni hivi. Sasa kama kuna wanafamilia tu hapo ndani wa nyumba moja huwa wana vitu kama hizo, sembuse huu muungano ambao tumekuwa tunaona wanaendelea kufanyia kazi, na juzi tumeona moja ya kero imetatuliwa kule Zanzibar, imetiwa saini kwamba hii, hebu tuondoe masuala ya urasimu kupitisha vitu, si tutazungumzia pia hilo. Nini nafasi ya tija ya huu muungano kwa Tanzania wote? Kwanza tufahamu kwamba muungano huu umepitia vihunzi, umeruka vihunzi vingi sana tangu kuasisiwa kwake mwaka 64. Ukumbuka kuna kitu kiliitwa machafuko ya hali ya hewa kule Zanzibar mwaka 84 ambao alipelekea Alhaji Aboud Jumbe Mwinyi ambaye kwa rais wa Zanzibar, lakini mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alijiuzuru mwaka 84 kutokana na issue hii ya muungano, kero za muungano. Lakini tuliweza kuvuka salama. Can you imagine? Yani kiongozi, rais wa Zanzibar alijiuzuru.
sawa kutokana kulikuwa na mchakato wa utoaji wa maoni ambao Chama cha Mapinduzi ile halmashauri kuu ilipitisha waraka kwa ajili ya watu kutoa maoni. Kisa moja maeneo ambayo yalikuwa yakizungumziwa sana ni muundo wa muungano, the structure ya muungano wetu. Kwa hiyo lilipelekea, kwa sababu Aboud Jumbe alikuwa na mtazamo tofauti, na mtazamo wake yeye alisema kwamba ukiutazama muungano wa Tanzania kwa jicho la Zanzibar unaona kwamba ni shirikisho, federation. Kwa maana kwamba unajua nchi mbili au zaidi zinapoungana kwa mujibu wa sura ya pili ya mkataba wa Montevideo anasema wanaweza kuchukua shape mojawapo kati ya hizo tatu. Kwanza wanaweza zikafanya unitary state, kwamba nakuwa na dola moja, serikali moja. Pili, wanaweza wakawa na muungano wa shirikisho, kwamba nchi mbili au zaidi zimeungana, zinakuwa na serikali zake zile wanachama wa muungano, alafu wanakuwa na serikali ya shirikisho ya muungano inayoshughulikia masuala ya shirikisho tu, ya muungano tu, kama ilivyo Brazil, ilivyo India, ilivyo Marekani, ilivyo Ethiopia hapo India kote huko. Kwao wanakuwa na serikali ya shirikisho, na yenyewe ni kazi yake mambo ya shirikisho tu. Sasa akasema ukitazama muungano wa Tanzania kwa jicho la Zanzibar, kwa jicho la Zanzibar sio Tanganyika. Kule Zanzibar sio kuna serikali ya mapinduzi ipo, na pale juu kuna serikali ya muungano. Kwa hiyo anasema ukiutazama ni shirikisho, lakini ukiutazama kwa jicho la Tanganyika is a unitary state, ni dola moja, ni serikali moja, kwa sababu tuna serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale juu ambayo inashughulikia masuala ya muungano na masuala yasiyo ya muungano ya usuyo Tanzania bara. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe tuna serikali moja, tuna dola moja ukiangalia kwa jicho la Tanganyika. Sasa huko kutofautiana kwa fikra na nini, na hiyo akajaribu ikawa kama imespoili baadhi ya watu, ikapelekea machafuko ya kisiasa, hali ya hewa kule mwaka 84. Haya, tumetoka hapo tumekwenda miaka ya 90. Unafahamu G55, kundi la wabunge 55 ambao walikuwa akina Njeru Kasaka, mbunge wa huko Chunya huko. Sasa hivi na kijana wake yuko bungeni Masachu, Njeru Kasaka. Wao walikuwa wanataka, tunataka serikali ya Tanganyika nayo hiyo, bwana Zanzibar wana serikali yao. Pale tuna muungano pale, serikali ya muungano hiyo. Kwa nini huku Tanganyika hakuna serikali? Sasa wale waliitwa na mwalimu aliwaita Msasani, nyinyi ni watu wa chama gani ambao mnataka serikali ya Tanganyika? Sababu hiyo sio sera ya CCM. Sera ya CCM ni serikali mbili. Kwa pamoja hiyo vuguvugu na nini na wengine kutimuliwa bungeni mwaka ile, hadi mjadala kwa so hot wakati ule kwa moto kwa bungeni, watu wakaja kujenga hoja bungeni, lakini tuliweza kuvuka wabunge 55 na walianza kupitisha saini na zilifika karibu sumu ya ngapi ili kwamba hii serikali ya Tanganyika nayo iwepo, lakini tuweza kuvuka salama wakati ule. Imekuja mwaka 2011-12 mchakato wa katiba mpya. Sawa, unashukuru nilikuwa mmoja wa wajumbe kwenye baraza moja la katiba kule Mbarali. Nafahamu jinsi ilivyokuwa hot mjadala. Hapa Ubungo Plaza hapa mambo yakuja kuharibikia hapa, tulikuwa hapa mjadala hapa. Ile tume wakati taifa ishamaliza kazi yake, akina Warioba, akina Polepole hapo akitoa vitu hapo vyao, na wakati walipata backup kubwa sana ya opposition wakati ule. Kwa sababu gani? Kwanza kama unasema serikali CCM sio sera yake, serikali tatu, serikali mbili, lakini upinzani walijitanabaisha, kila chama kafu najua walitaka muungano wa aina gani, walitaka muungano wa mkataba confederation, lakini tunafahamu Chadema walitaka muungano wa aina gani. Yani kila chama kilikuwa na muundo ambao kinafikiri kinapendekea katika kutatua, of course ni swala jema tu katika kutatua kero za muungano. Kwa hiyo sisi tupendelea kubaki katika hii serikali mbili, na wengi wana question. Na mimi swali langu ndo liko hapo kwamba nilijaribu mimi kuelezea kwa ule ufahamu mdogo ambao ninao mimi Sinza kwamba kwa nini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, nikatafsiri ninavyojua mimi, lakini kwa nini serikali ya Jamhuri ya Muungano? Sasa
serikali tukiachana na sera za misimamo ya CCM na misimamo ya vyama vingine vyote, lakini tukirudi pale kwenye uhalisia kwamba kwa nini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa nini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Okay, hili limejibiwa mara nyingi, zaidi ya mara nyingi, more than enough times. Kwamba Zanzibar ni kwa eneo lake sawa, ni ndogo. Unajua kwa Zanzibar sasa hivi watu wafika hata not more than 1.5 ukiangalia idadi ambapo ni karibu mara 5 ya mkoa wa Dar es Salaam. Sasa leo kwamba okay, tunapounganisha hizi nchi mbili Zanzibar ambayo ilikuwa jamhuri ya watu wa Zanzibar. Kumbuka hizi zilikuwa tayari ni za sovereign powers, ziko huru na mamlaka kamili Tanganyika. Kwa kuunganisha hizi nchi mbili, hii kutokana na eneo lake, size yake ya population itamezwa. Hii kwa ni mmoja kwamba hao basi wa maintain serikali yao. Sio ibaki na hiki kitu kama unavyohoji na wengine wanahoji. Unajua miungano mingi unayoifahamu na mingine ilikufa hata kabla tu kuungana, ilibuniwa na wakoloni. Hiki kitu kimebuniwa na Watanzania wenyewe. Yaani ndio muungano wa kipekee. Mwalimu na Karume ndio wamekaa wameubuni. Tunafahamu miungano kama Senegali na Gambia ambao ulibuniwa 1982, ulidumu miaka kama 7 tu ukavunjika. Tunafahamu muungano wa Rhodesia na Malawi. Rhodesia kwa maana Zimbabwe, Zambia na Malawi. Waliungana na wakoloni waliudesign, lakini ukaja ukavunjika mapema kabisa. Mali na Senegali sawa, na waliungana, lakini miezi tu miwili bado tu ya uhuru ukafa. Ni wakoloni hawa. Tunafahamu Yugoslavia Federation ilisambaratika muda mrefu. Tunafahamu USSR and the Union of Soviet Socialist Republics, hivyo unayo muungano wa Soviet ulikufa mapema sana. Unaona? Kwa hiyo huu kwetu sisi umebuniwa na Watanzania wenyetu. Sasa wanataka, nilisema pale mwanzo kwamba yani kwa mujibu wa mkataba wa Montevideo on functions and duties and functions of states, majukumu na shughuli zote za nchi, kwamba nchi mbili au zaidi zinapoungana zinakuwa na shape hizi, yani tuchukue structure hizi 3 imeeleza. Either watengeneze serikali moja au wawe na serikali ya shirikisho, kwa maana kwamba yani kama hapa Tanganyika ingekuwa na serikali yake kama Zanzibar ilivyo, afu tutakuwa hiyo na serikali ya muungano. Au ya 3 ni hiyo muungano wa mkataba, confederation. Sasa sisi ukiangalia kwa hizo 3 hakuna hata moja. That's why people are questioning kwamba inakuwaje, mbona huu muungano kule Zanzibar kuna huku mbona hakuna? Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kimebuniwa na ilikuwa ni fikra za waasisi wa muungano huu, Mwalimu na Karume, na kwa mtazamo wao na kadiri waliofuata marais waliofuata viongozi wa nchi wakaona yafaa. Sasa hivi tuna rais wa awamu ya 8 kule Zanzibar na huko rais wa awamu ya 6, wote wamekuwa tukiendeleza, tumeona manufaa kwamba amani na mshikamano, utulivu kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeendelea kuwa nao. Kwa hiyo tunaona kuna sababu ya kuendelea kuenzi muungano. Sinza, ukienda Katavi utakutana na Wazanzibari wengi sana wamejenga huko na wameoa huko. Huwa wanarudi tu kwa kusalimia. Analima. Anafanya biashara ya mazao. Tunafahamu ukanda ule ni mkubwa kwa mazao. Ukienda Mwanza, ukifika sehemu moja hivi, baada tu ya TANESCO, kama unaingia mjini Mwanza hapo, mpaka kuna stendi moja ya daladala iko hapo mkono wa kulia kubwa hivi. Ukiulizia kwa Mpemba ni wapi, wanakupeleka pale, kuna biriani moja linapikwa. Yule mama na mume wake wamekaa na wamezaa huko. Huko. Ukienda Kahama, ukienda Tabora utakuta Wazanzibar. Ukienda Pemba kuna Wasukuma wengi sana wanaishi kule. Kina Masanja Mabula, mmoja wa waandishi wa habari wao unamfahamu. Lakini kwao ni huku kanda ya Ziwa, lakini hana mpango hata wa kurudi kanda ya Ziwa. Muungano uvunjike. Kero hizi tunazitatua kwa staili ipi? Je, staili tunaoitumia kwanza kwa kutatua kero, kwa sababu tumekuwa tukienda kwa awamu. Ziko 27 nakumbuka. Zimeshatatuliwa baadhi.
mihemko ile kwenye kuzitatua ama vipi? Hebu niambie kwa habari ya namna gani ambayo tunaweza tukaitumia nyingine ya kuwa tunaendelea kutatua hizi changamoto za muungano wetu ili kuendelea kuufanya huu muungano ukawa na tija zaidi kwetu. Kwanza ifahamike kwamba hakuna muungano duniani usiokuwa na kero, changamoto au changamoto. Hakuna. Hata wanandoa pia wana muungano tu wa ndoa kawaida. Una changamoto. Lakini nafikiri yani mwarobaini sio kuvunja muungano, bali kutafuta namna gani naweza kutatua kero. Muungano wa Marekani una matatizo mengi sana, lakini unaweza kusikia wanajadili kujua kuvunja, bali wanajadili namna gani wanaweza kutatua kero. Inawezekana ndio wanaongoza UK. Tumeona hapa wao mara watakutoa Brexit and what the likes. Lakini bado unaona wanatafuta namna gani waweze kuutunza muungano, watatue kero. Unaona kwa sababu sasa sisi kinachotubeba kingine kinachosaidia ni kwamba tumekuwa na kamati ya pamoja ya kujadili kero za muungano na namna gani kuweza kuzitatua chini ya ofisi ya makamu wa rais muungano. Kwa hiyo wanakaa, tunaangalia jambo gani upande wa Zanzibar linagusa maslahi ya upande wa bara. Wanakaa wanaangalia, wanatafuta, kama unasema juzi tu wametatua kero moja hapo. Wanazidi kupungua. Unaona? Unajua mnapokaa kuzungumza wanasema no marriage can break unless a couple stops talking. Yani ikifika mahali wewe na mkeo wamuongei sasa mnapisha tu ndani, hiyo ndio mwanzo wa ndoa kuvunjika. Sasa lakini mkeo mnasalimiana, mnaongea, hapo maana that marriage keeps on. Unaona? Sasa ukija kwa sisi muungano, kwa sababu ya kukaa tunaongea, tunazijadili kero upande, kwa sababu hii kamati inajumuisha watu wa Zanzibar na watu huko bara, wapo viongozi wa kule na huko. Kwa hiyo nakaa na kuzijadili hizo kero, hizo kuzitafutia mwarobaini. Sasa kuwepo kwa hizi structures, wanataka muundo sisi wa serikali tatu. Unajua pia kuna maslahi ya kisiasa sana yako ndani. Leo bibi yangu yuko kule Ihanga kule Rujewa Mbarali Mbeya kule, umwambie kwamba eti namna ya kufanya huu muungano huo maana zaidi ni kuongeza serikali ya tatu. Kwanza elewa hata hizi mbili ziko. Kuona kwamba kuna ni maslahi pengine wanasiasa kujiongezea fursa za uongozi. Sababu unajua ukiwa unajua urais umeshakuwa ishi na kupata wa muungano, pengine tukiwa na urais wa Tanganyika huko unaweza tukapambana vizuri tukaupata. Kwa hiyo unaona kutokuwa na bunge la Tanganyika, unaona hizo ni fursa ambazo zinaweza kuongeza pia gharama kama nchi, muongezea mzigo matumizi umlipa kodi kama mtu wa kawaida. Kwa hiyo ni kuangalia namna gani tunaweza kuzitatua kero pasipo kuwaongezea mzigo wa Tanzania. Sawa. Unajua kuna kero mfano ambapo kwa sasa sio jambo la muungano, vyombo vya moto. Sawa. Ukiwa na gari yako kule Zanzibar ZNZ, sio uwezo ukaja ukali. Japo zipo huku pia zinaonekana na hizi zipo kule pia. Yes, lakini hilo jambo sio la muungano. Imekuwa kero. Mbona tukienda tunasumbuliwa na nini wakati nchi ni moja ya muungano? Kwa sasa hiyo sio jambo la muungano. Katika orodha ya mambo ya muungano, vyombo vya moto sio jambo la muungano. Unaona? Kwa hiyo ni swala kukaa wanalitatua kwamba jamani, kwa nini hivi ZDC tu mtu akatembea kwa uhuru tu hapa au unaona? Kwa ni mambo tu kwamba yako ndani within, sio mwarobaini kuongeza serikali au kuvunja muungano. Sinza, tumefanya marekebisho ya sera yetu ya elimu. Ya mitaala yetu ya elimu shule zote. Na tunafahamu sasa hivi nadhani kuanzia mwakani watoto watakuwa wanaishia darasa la 6 alafu wanaenda sekondari. Katika sera hiyo, marekebisho ya sera ya elimu, kuna swala la historia ya nchi ya Tanzania imekuwa kama somo litaingia rasmi. Kuna umuhimu wa kuingiza katika mitaala somo la muungano katika elimu yetu ya Tanzania, wale watoto wakawa wanasoma na kukua na uzalendo huo katika nafsi zao, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na muungano. Iwe ni somo kabisa lipo katika mitaala yetu. Hiyo ilisha sio jipya. Mwaka 1982 unafahamu tume ilikuwa inaitwa tume ya Jackson Mvangila Makweta. Ilizunguka ndani na nje ya nchi za Scandinavia huko, ilizunguka tume ya elimu maarufu sana. Ilikuja na ripoti
baada ya kuzunguka namna gani tunaweza kuboresha elimu yetu. Mojawapo ilikuwa ni hilo. Moja ya mapendekezo kwanza maadili yafundishwe kuanzia ngazi ya nasari mpaka chuo kikuu, maadili na historia ya nchi, ili kuwajengea watu uzalendo. Kwa sababu uzalendo ni kuipenda nchi yako tu, na kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya nchi yako. Sasa wewe unaipenda hata kama mwanamke au mwanamume, mchumba, mke, mume, hivyo unaweza ukampenda mtu kama umfahamu vizuri, lazima utakufahamu wewe kabila gani bwana, umezoea mwaka gani bwana, kuna basic questions fulani ambazo lazima zipate majibu, ndio mtu anaweza kumpenda, si ndio? Anaweza labda unamtamani tu, sio kwamba unampenda. Sasa kwamba nao ni dhambi, ni dhambi. Kwa labda kama unataka kuifahamu Tanzania, kuipenda Tanzania, lazima kwanza uifahamu historia wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Hii itakuwa muhimu sana kwa watu kuwajengea hiyo historia, kufahamu. Leo hii wengi yani ni changamoto, hawafahamu kama nchi tumetoka wapi, tuko wapi. Anakuambia kama hujui unakokwenda, hujui ulikotoka, huwezi kujua unakokwenda. Tena huwezi usijue hata hapo ulipo uko wapi. Kwa hiyo lazima ujue. Anasema if you don't have a sense of the past, huwezi uka-anticipate masuala ya huko mbele, future. Lazima ufahamu unakotoka. Umuhimu wa muungano kiuchumi, naomba nitaje kwa mifano mizuri sana. Komoro wanategemea chakula kutoka Tanzania. Yes. Wanakuja Kariakoo kununua chakula, na kuna meli ya Wakomoro ambayo inakuja, huwa zinafanya routes za kuja huku. Zanzibar hawalimi hivyo kama sisi tunavyolima. Zanzibar kuna uchumi wa buluu. Unapozungumza buluu tunamaanisha uvuvi, utalii wa majini humo. Mara hii kuna ambulance zinazunguka humo kwenye maji na mambo mengi kadha wa kadha ambayo Tanzania pia tunafanya. Zanzibar kuna utalii wa majengo, lakini Tanganyika huku Tanzania bara kuna utalii wa mbuga za wanyama na vitu kadha wa kadha tunategemezana. Sekta ya usafiri ndo hivyo, tunazidi kukua kila siku. Umuhimu wa muungano huu kwenye upande huo wa uchumi tunaweza kuuzungumziaje? Mimi na wewe Sinza tukafaidika mifukoni mwetu kutokana na muungano kwenye uchumi. Na hilo ndio la msingi, kwa sababu unajua huko nyuma tulikuwa ile kitu inahubiriwa sana, political diplomacy, diplomasia ya kisiasa. Sasa hivi tumehama huko tu kwenye economic diplomacy. Ndio nasikia sasa kupata fursa za kiuchumi. Balozi anakwenda anateuliwa kwenda Oman, anatakiwa tuambie kwamba atatengeneza ajira kiasi gani kwa nchi alikotoka. Alikotokea. Yes, lazima aseme kuna fursa zipi za kiuchumi. Yani angalau basi awe na database ya Watanzania ambao wako pale, kuna shughulika na nini, aweze kuwatafutia fursa. Ndio maana muungano tu kwenye economic diplomacy sasa. Yani kwamba muungano wetu usiwe tu wa kisiasa tu, tunaungana, tunakutana, tunajadili mambo, tuone namna gani tunakwenda mbele zaidi tunapata hela. Yes, watu sasa mwisho wa siku unatakiwa kuboresha maisha ya watu. Huu muungano uweze kuboresha maisha ya Watanzania wa pande zote mbili. Na kusiwe, yani unajua kusiwe na mzani sio unaelemea zaidi upande mmoja. Labda mfano pengine unaona pengine Zanzibar kidogo wako vizuri sana, kumekuwa na hizo hisia hizo. Kwa mfano vitu Zanzibar ni rahisi sana kuliko huko Tanzania bara. Sasa mambo kama hayo ni yanazungumzika, wanaweza kukaa na lakini kiuhalisia mimi sijui. Kuna muda huwa na kuwepo Zanzibar kwa ajili ya kikazi kwenye kuanzia mapinduzi, labda muungano na kazi zingine watu nafanya na serikali yao ile. Mbona mimi huwa naona kama bei zinatembea mle. Yani ndio nakwambia inakuwa ni hisia. Nakwambia unajua kinua friji kule Zanzibar ni ukileta huku. Kwa hiyo nataka kusema nini, kwamba ni vizuri kama unavyosema ile fursa za kiuchumi, uchumi wa buluu huo. Watu waweze, mtu anaweza atoke Tanganyika huku Tanzania bara
akaenda kupata fursa kule Zanzibar, akafanya uwekezaji, na kule kama ulivyosema, ukienda huko umesema Zanzibar, kuna sehemu kusema Pemba yuko pale anapika pale biriani. Mwanza bana. Hizo ni fursa. Mwingiliano kama huo, socialization kama hiyo, basi iwe itupelekee kwenye kuboresha maisha ya Watanzania. Isiwe kikwazo, yani kwa hiyo tutumie hiyo fursa. Leo hii kwa kweli Tanzania hii unaweza kwenda kuishi mahali popote kwa jinsi katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoruhusu. Ndio maana wewe unasema hapo ukienda kuona unakuta wakina Masanja Mabula yuko Pemba. Sasa jifikirie yuko Pemba. Pemba kule. Na Pemba yenyewe sio hapa mwanzoni hapa. Unajua Pemba ilivyo? Kubwa sana. Kuna vijiji huko ndani ndo anakoishi huko. Naam, unaona na niseme jingine kwamba huu muungano moja ya faida kubwa ambayo pia tumeipata ni kumpata Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye anatokea wapi? Upande wa pili wa muungano. Na hii kihistoria haijawahi kutokea. Kwa hiyo maana yake nini? Na mambo makubwa yanayofanya haya, maana yake huu muungano moja ya faida ambazo tumezipata kumuibua mwanamama huyu, rais wa kwanza mwanamke wa taifa letu ambaye anafanya mambo makubwa. Tunampa credit, anafanya mambo makubwa. Kwa hiyo moja ya faida za huu muungano ni za kiuchumi, kwamba harakati zetu za diplomasia yetu ya kiuchumi, harakati zetu za kiuchumi, basi tuweze kuwa na mashirikiano. Naona tunaona kwamba kuna mafungu mengine yanakuja kama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa. Lakini unaona la COVID imejenga pia shule upande wa imejenga vituo vya afya kule. Ndio faida za muungano hizo. Naona pande zote mbili kuna balance. Kuna wabunge wa Baraza la Wawakilishi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa. Kule wanakuja huko. Kidiplomasia, muungano wetu huu unatafsiri nini? Kwa ufupi tu, kwa sekunde chache, kwa sababu muda wetu umekimbia sana Sinza. Kidiplomasia, tunaweza tukautumiaje kunufaika kidiplomasia muungano wetu huu wa Tanzania, na tunatoka nao na mabango mbele kwamba huu ni mfano wa hiki tunachokihitaji katika diplomasia hii ya kimataifa? Kama nilivyosema kwamba kwa sasa yani kitu ambacho kipo kwenye lips ya kila mtu ni ulimwenguni, diplomasia ya kiuchumi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia hiyo fursa kuweza kunufaika nao kupitia balozi zetu. Hawa mabalozi, sio ambassadors, sio high commissioners, wanapokwenda kwenye nchi mbalimbali huko, basi waweze kutumia fursa, kutafuta fursa za kiuchumi kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya watu wake, kutafuta ajira. Unajua juzi uliambia hapo kuna ajira wapi huko, kwenda kuonesha madereva mabasi. Hiyo sasa economic diplomacy. Tuone kwamba watu wanaweza kunufaika vipi na huu muungano, na good enough tunaona wanateuliwa, Zena Said Engineer yuko Oman, balozi kateuliwa na nani? Na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akapangiwa kituo kule. Kwa hiyo sasa watumie hizo fursa wakiwa kule, wasikae tu kuenjoy kama wako very ceremony ofisini, lakini wapige kazi kuhakikisha kwamba mfano biashara, wafanya biashara, watu wapate fursa za kufanya biashara. Kuwe tuone kwamba kuna makongamano wanaandaa ya kibiashara, watu washare uzoefu huko Oman huko, unajua unganisha na watu wa huko Tanzania, waweze kuwa pengine na platform fulani ya kubadilishana uzoefu, kupeana maarifa. Wenzetu huko teknolojia wengine wako juu mbali kabisa, wametuacha. Unawezaje kutumia hiyo fursa for your people? Sawa. Hiyo muhimu sana. Sawa. Sinza, mimi nakushukuru sana kwa kuweza kufika hapa, kuweza kuzungumza na sisi, lakini nikuombe pia kama hutajali, tamani sana ndani ya wiki hii tuje tuzungumzie swala zima la xenophobia. South Africa. Tuone limekaa vipi. Najaribu kumtafuta Msigwa tangu jana. Nafikiri yuko Dar es Salaam. Tuone kama tutaweza kujumuika naye hapa ili aweze kuja kuzungumza naye kama msemaji mkuu wa serikali. Najua hatutashindwa katika hilo. Nadhani yupo Dar es Salaam.
tutampata tu. Tangu jana nilikuwa nafanya juhudi ya kuweza kumpata, lakini pia nakuomba na wewe simu yangu itakapoita bwana, njoo tuzungumzie xenophobia, kwa sababu tunaambiwa kuna Watanzania pia ambao wameguswa na hili, tuone pia mambo kule yanakwenda vipi. Lakini kikubwa zaidi kama ulivyozungumza, historia ya nchi ya Tanzania ni muhimu kuweza kufahamika kwa wanafunzi. Sasa kinachowaponza wenzetu, tunaishia hapa, ni kwamba ni kama hawaijui vizuri sana historia ya nchi yao, na kwamba kuna mataifa mengi ya bara la Afrika ambayo yalipambana kuweza kuhakikisha South Africa inakuwa South Africa. Sinza, nakushukuru sana. Asante sana.